ametupatia na kujua jinsi gani ambavyo Mungu anahitaji tuitunze miili yetu, na vile ambavyo kwa bahati mbaya au kwa kutojua tumeiharibu, na jinsi ambavyo anaweza kutusaidia namna ya kurekebisha miili yetu ili tuweze kuwa na afya njema kimwili, kiroho na kiakili, tupate kumtumikia vema. Kutokana na ulaji wetu mbaya kwa kutojua pengine tumekuwa tukiugua magonjwa ya kutisha. Kumbuka kuwa wewe ni daktari wa mwili wako mwenyewe. Na wewe ndiwe unayetakiwa uwe mlinzi wa mwili wako. Na Bwana asema hivi katika Kutoka 15:26, nawe utaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Nami sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, maana mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa hiyo jinsi tunavyokula na kunywa ndivyo tutakavyokuwa tumeboresha afya zetu au kuharibu afya zetu. Na Mungu amesema kwa kinywa cha nabii Isaya 55 mstari wa 2 na wa 3. Isaya 55 mstari wa 2 na wa 3, nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema. Kwa hiyo kunatakiwa bidii katika kuboresha afya zetu, na kunatakiwa kuwa karibu zaidi na Mungu, kumsikiliza. Je, katika mwili huu jinsi alivyouumba, aliumba huu mwili na kuupa chakula gani mwanzoni? Na kama vile ambavyo tunajua mtu, hata kama mtu ametengeneza gari au amenunua gari, anapewa kitabu cha jinsi hicho chombo atakavyoweza kukitumia. Na utaona kwamba magari mengine anaambiwa hili ni gari la diesel, hili ni petroli. Sasa usiposoma vizuri kile kitabu ukaenda kuweka diesel badala ya petroli, hilo gari litakaa vizuri? Haliwezi kukaa vizuri. Ndio maana katika Mwanzo 1:29, baada ya Mungu kumaliza kumuumba mwanadamu, hakumwachia tu kwamba achague nile nini nichukue nini. Akasema, Bwana asema hivi, tazama nimekupa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi, itakuwa ndicho chakula chako. Hiyo ndio maelekezo ya Mungu kufuatana na jinsi ambavyo ameumba huu mwili. Pengine tutasema kwamba sasa kama maagizo ya Mungu yalikuwa hivyo, ni vipi basi tumeona watu tunakula nyama? Tuko pamoja? Kwa sababu yeye alipomaliza kuumba mwanadamu akamwambia, nimekupa kila mche utao mbegu uliojaa nchi, itakuwa ndio chakula chako. Na Adamu alipofukuzwa pale kwenye bustani ya Edeni, akaambiwa sasa atailima ardhi na atakula sasa mboga za kondeni. Maana baada ya dhambi, na maana mwanadamu sasa angeingia katika laana ya magonjwa, si ndio? Maana ameshamwasi Mungu. Kwa hiyo Mungu akampa mboga za kondeni kama dawa, ili angalau asifikie katika hali mbaya sana katika afya. Kwa hiyo Mungu aliweza kumhurumia mwanadamu, kama vile ambavyo Adamu alipokosa akaona yuko uchi, akakimbia akajikatia majani ili ajifunike.
Mungu hakumwacha kwa sababu ile majani alikuwa hayamsitiri. Mungu alimpatia ngozi ili ajisitiri, na hapo ndipo ilianza kuwa uuaji ukawepo hapo, maana haukuwa mpango wa Mungu kwamba kiumbe chochote kitolewe maisha. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo wapendwa, Mungu hakumruhusu mwanadamu kula chakula cha aina ya nyama kufuatana na vile alivyoumba huu mwili, lakini alimruhusu baada ya gharika, wakati kila mche, kila kitu katika ardhi kilikuwa hakipo, na mwanadamu alikuwa anaishi miaka mingi wakati akiwa ni mdhambi tayari. Kwa hiyo kusudi la Mungu kumruhusu mwanadamu kutumia vyakula kama hivyo ilikuwa kwanza ni kwamba hakukuwa na chakula, lakini pia angeweza tu kuchipusha tena mara nyingine kwa haraka, lakini ilikuwa apunguze umri wa mwanadamu. Tunajua kwamba wakina Adamu na kina Mesusela na wote hao wa awali waliishi miaka mpaka 969, 930. Lakini baada ya hapo mwanadamu sasa akawa anaishi wastani wa miaka 70. Tuko pamoja? Kwa hiyo lakini hata hivyo chakula hicho kilitolewa kwa masharti maalum ambapo hayapo sasa kwa watumiaji. Ilikuwa damu na mafuta visiliwe pamoja katika Mwanzo 9. Hebu tusome pale Mwanzo 9, wakati walipotoka ndani ya gharika, kwamba Mungu aliwaambiaje sasa. Maana ndio mara ya kwanza hapo wanaruhusiwa na Mungu kula kama wanaita chakula cha dharura au emergency food, chakula cha dharura, maana wanatoka kwenye gharika. Mwanzo 9 ngapi? Anzia mstari wa kwanza hapo tunakuendelea. Anasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akasema, mimi tazama, nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu. Mpaka hapo panatosha. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Mungu anampatia mwanadamu kula chakula cha nyama. Tunajua kwamba kutoka uumbaji mpaka gharika ni miaka 2000, si ndio? Kwa hiyo miaka 2000 yote mwanadamu hakutoa ruhusa ya Mungu hakutoa ruhusa kwamba mwanadamu aweze kutoa uhai wa kiumbe. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo mwanadamu akaendelea kutumia vyakula hivyo, na ilikuwa wakati ule, si tunaonaga wanyamapori, watu wanaokula wanyamapori, yaani ilikuwa wanakula kwa mtindo ule.
Sio kama hivi mtu anaenda buchani anakata nyama tu anaenda kuchemsha, kwa sababu alisema hata tone moja la damu utakapokula utadaiwa kama vile umemuua mtu. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji turejee Edeni taratibu, kwa sababu ametupatia tena tiba asili ambayo inalingana na utaratibu wa vile alivyomuumba mwanadamu. Si tunajua tumeumbwa kwa udongo, na ndani ya udongo ule hii mimea kuna madini mbalimbali, kuna calcium, phosphorus, zinki, magnesium na iodine, madini yote ambayo lazima iwepo ya kutosha ndani ya mili yetu ili mili yetu ifanye kazi kama vile Mungu ambavyo ametegemea. Sasa haya majani, hii miche inayotoka ardhini inafyonza virutubishi vyote vinavyotoka wapi? Ardhini, ambao unarejea katika kuukarabati huu mwili ambao umeshakuwa chakavu kufuatana na mtindo wa maisha. Kwa hiyo kama vile ambavyo tutasema kwamba sasa ilikuwaje sasa? Mungu kama aliwapa kama chakula cha dharura, tunajuaje kwamba sasa alitaka kwamba tusitumie tena? Wakati Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli Misri kuwapeleka Kanani, aliwaambia kwamba njiani nitawapatia chakula kizuri ambacho kitawapa afya kimwili, kiroho na kiakili. Maana sasa walikuwa wanaenda Kanani, mahali ambapo wanatakiwa wakamtumikie nani? Mungu. Kwa hiyo walitakiwa sasa, vile walivyokuwa wamevunja kule taratibu za afya na mtindo wote wa maisha pale jangwani, wangeachia kila kitu pale. Wakivuka Kanani wanaenda kama watu wa kipekee wa Mungu. Kwa hiyo akawa amewaambia, hebu tuangalie pale katika Hesabu 11. Tuanzie pale mstari wa 4. Anasema kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Endelea. Mstari wa 5 anasema, twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu swaumu, lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Watu wakazunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikate, na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Umande ulipoangukia marango wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira ya Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa maana sikupata neema machoni pako, hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa? Hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapia baba zao. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani kunililia wakisema, tupe nyama tule tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana.
wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiaone haya mashaka yangu. 16 nasema, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usichukue wewe peke yako. Kisha waambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku 5, wala siku 10, wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu. Nanyi mtaikinai, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu, na kulia mbele zake mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000 waendao kwa miguu, nawe umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa au sivyo. Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana, akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akaweka kuzunguka hema. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Lakini watu 2 walisalia kambini. Jina la mmoja aliitwa Eldadi, na jina la pili aliitwa Medadi. Na roho ile ikawashukia, nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani, nao wakatabiri kambini. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda akamwambia Musa, akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, Bwana Mungu, Musa wakataze. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Kisha Musa akaingia kambini, yeye na wale wazee wa Israeli. Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware kutoka pande za bahari, nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu kuizunguka. Nao wakafikiria kiasi cha dhiraa 2 juu ya uso wa nchi. Watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote, wakakusanya hao kware. Yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenzie alipata kiasi cha homeri 10. Nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu. Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hatava, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Kutoka hapo Kibroth Hatava watu hapo. Kwa hiyo ni historia kwa ufupi, jinsi wana wa Israeli ambavyo walitoka huko Misri kupelekwa Kanani. Na hapa
tunaona jinsi ambavyo wameng'ang'ania, ingawa Bwana aliwaambia kwamba nitawapa mpaka itoke katika mianzi ya pua zenu, wakasema tupe. Kwa hiyo hawakunyenyekea kwamba basi tutatumia hivyo Bwana anavyotaka. Kwa hiyo Mungu katika serikali ya Mungu hakuna wafungwa wala watumwa. Kwa hiyo Mungu anaweka mbele ya wanadamu jambo jema na jambo baya, kwamba ukifanya hivi utakuwa hivi na ukifanya hivi utakuwa vile. Anamwachia mwanadamu atoe uchaguzi yeye mwenyewe. Kwa hiyo anasema hapa katika kitabu hiki cha CDF au mashauri ya chakula na lishe cha Ellen White, hapa anaposema, kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa kati ya meno yao hajatafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu. Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Katika mfano huu Bwana aliwapa watu kile ambacho haikuwa kwa faida yao nzuri, kwa sababu walihitaji. Wasingekubali kujisalimisha kupokea kutoka kwa Bwana vitu ambavyo vingethibitisha faida yao. Walijitoa kwa manung'uniko ya uchochezi dhidi ya Musa na dhidi ya Bwana, kwa sababu hawakupokea vitu ambavyo vingethibitisha madhara kwao. Uchu wao uliopotoka uliwatawala, na Mungu akawapa nyama kama walivyotamani, na aliwaacha wateseke kwa matokeo ya kukidhi uchu wao wenye tamaa. Homa kali ilipunguza idadi kubwa ya watu wale ambao walikuwa na hatia kubwa katika manung'uniko yao, waliuawa mara tu walipoonja nyama hiyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa ametaka sasa, hili ni taifa langu teule, ni watu wangu wa kipekee, ninawapeleka wakanitumikie, nataka warejee kule Edeni. Lakini hawa wanadamu walikataa, na Mungu hamlazimishi mwanadamu yoyote kutenda jema. Anamwachia uamuzi wake mwenyewe achague. Kwa hiyo Mungu aliahirisha ule mpango. Mungu aliahirisha nini? Ukisoma katika Zaburi 106 mstari wa 15, anasema Mungu aliwapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Hebu soma hapo. Zaburi 106 mstari wa 15. Anasema akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Kwa hiyo aliwakondesha roho zao kivipi? Hata alipozaliwa Masihi hawakumtambua kwamba ndiye Masihi, kwa sababu akili zao zilikuwa na mawingu. Manake hapa roho nabii nasema kwamba nyama inaleta mawingu kwenye ubongo. Meat clouds the mind. Kwa hiyo kusudi lake hasa ilikuwa wao wawe walimu kwa dunia. Yaani wakishakubali ule mpango wa Mungu, wakamwelewa Mungu katika ukamilifu, wao watakuwa sasa walimu kwa nini? Kwa dunia. Kwa sababu Mungu aliamua kuahirisha pale, na ndipo hata Yesu alizaliwa katika kipindi ambacho huo mpango umefanywa nini? Umeahirishwa. Na kama tunavyosema kwamba Yesu alikuwa Masihi ambaye amekuja kukomboa ulimwengu, lakini wakasema huyu ni mwana wa nani? Wa seremala. Hawakumjua. Kwa hiyo wakati Yesu alipokuwepo, wakati anaagana na wanafunzi wake, aliwaambia katika Yohana 16 mstari wa 12, kuanzia 12 pale na 13, hebu soma hapo. Anasema hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyu Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye ile kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Akamwambia hata atakapokuja huyo Roho wa kweli. Sasa hivi nikiwaambia hamwezi kustahimili, lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli
atawafundisha, atawakumbusha. Kama Waadventista wa Sabato tunajua kwamba kati yetu katika ule mwaka wa 1844 katika ile Advent movement, wakati Kristo alipokuwa hakuja kama walivyotarajia, kulikuwa na kukata tamaa, si ndio? Kati yao Mungu alimuinua nabii kati yao, ambao ni nani? Ellen G. White. Kwa hiyo Ellen G. White ndio akapewa mafunuo wakati hawakurudi, akaonyeshwa sanduku la agano. Katika ile sanduku la agano ndani yake kulikuwa na kopo la mana, na kulikuwa na fimbo ya Haruni, na kulikuwa na mbao mbili za mawe, na zile za amri 10, na amri ya 4 ikiwa iking'aa sana kwa utukufu. Maana wakati wanamsubiri Kristo ilikuwa bado ni wanatunza siku ya Jumapili. Kwa hiyo wakaelekezwa kwamba waweze kutunza nini? Sabato. Lakini pia wakaambiwa ile fimbo ya Haruni sasa ni nani? Ni Kristo ambaye ndiye kuhani mkuu patakatifu pa patakatifu mbinguni. Lakini pia wakaambiwa kopo la mana lilikuwa ni ujumbe wa afya, na ni ile mana walioikataa wale Waisraeli kule jangwani. Na Waisraeli walivyokataliwa, Mungu aligeuzia injili kwa mataifa, si ndio? Wale waliopokea ujumbe ule wa 1844 ndio Waisraeli wa kiroho ambao walikuwa wanamsubiri Yesu, ambao wamechukua sasa ile nafasi ya wale, yaani sasa ndio watoto wa Ibrahimu. Maana isema kwamba hata kama wote watakataa kumkataa Ibrahimu, Mungu atamuinulia Ibrahimu watoto katika mawe. Kwa hiyo wale ambao sasa wanatolewa katika Misri ya duniani, maana Misri si dunia, wote si tulikuwa Misri, lakini tumeisikia sauti ya Mungu, kwa sababu injili haiwezi kuhubiriwa mtu akiwa Misri. Ndio maana waliambiwa watoke. Kwa hiyo tumetoka. Sasa tunavyotoka, Mungu anatufundisha. Hatulazimishi, hatushurutishi. Anatufundisha kwamba turejee Edeni. Maana sasa hatuendi Kanani ya hapa duniani, tunaenda Kanani ya wapi? Ya mbinguni. Kule hakuna kiumbe kitakachotolewa uhai. Hebu kwa sababu kusudi kubwa la Mungu kunani kwamba viumbe walitolewa uhai kwa ajili ya dhambi ya nani? Ya mwanadamu. Kristo amekuja kulipa deni la dhambi. Tutaendelea kutoa uhai wa viumbe vya Mungu? Sasa hebu soma katika Isaya 66 mstari wa 3 sehemu ya kwanza pale. 66:3 anasema, yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu, na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa, na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe, na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Naam, wamezichagua njia zao wenyewe, na nafsi zao zitafurahia machukizo yao. Hapo ilikuwa nataka sehemu hiyo ya kwanza kwamba hakuna tofauti kati ya kumuua mtu na kumuua mnyama, si ndio? Yeye achinjaye ng'ombe ni sawa na yule amuuaye nini? Amri ya 6 inasemaje? Usiue. Kwa hiyo Mungu ametuchagua tuweze kuwa watu wa kipekee kabisa duniani. Na anasema siri ya Bwana ni kwa wamchao, si ndio? Wakati Ellen White anaonyeshwa katika kitabu hiki cha mtu akifuata kitabu cha ECDF kwa Council of Diet and Foods, ameonyeshwa kwamba kuenea kwa kansa, tumors, TB na magonjwa ya mfumo wa upumuaji
yanaenezwa kwa utumiaji wa nini? Vyakula vya nyama. Wakati huo wasomi wa dunia walikuwa hawajajua hicho kitu, lakini sasa hivi ndio wanafanyia utafiti, na wao wamejua jinsi ambavyo mafuta, cholesterol inapojaa ndani ya mwili inasababisha magonjwa yote ya nini, ambayo wanasema yaambukizi. Kwamba lakini Mungu hataki atuache katika shida hizo, kwa sababu ametuita katika wito mtakatifu ili tufananishwe na mwanawe, si ndio? Ndio maana Mungu kwa hekima yake aliweza kufunua ujumbe huu wa afya ambao ni ujumbe wa malaika watatu, si ndio? Si tunajua hivyo? Ita unasema kwamba ujumbe wa malaika wa afya ni ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo tunapopeleka Injili tunatakiwa tupeleke na ujumbe wa nini? Maana ni mkono wa kuume. Unapoingia ndani ya nyumba unatumia mkono gani? Kwa hiyo tunapoingia kwenye Injili, kwa sababu sasa kama tulivyoambiwa kwamba hata maadili, watu wanahangaika sana na maadili kwa watu, lakini swala tunakula nini? Tunakunywa nini? Tunaishije? Kwa hiyo kuna tiba ambazo zipo tu, ambazo kama tulivyosema kwamba kila mtu ni daktari wa mwili wake mwenyewe. Sio kila ugonjwa ambao utaenda hospitali, sijui utaenda kumtafuta tabibu. Wewe mwenyewe unaweza ukajitibu. Lakini kama vile ambavyo tumesoma pale katika Kutoka 15 11:26 kwamba nawe utaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, sitatia magonjwa yoyote. Amen. Nina ushuhuda wa jambo hili sana, kwamba watu ambao wamekuja pale katika kliniki yetu niliowashauri, tena wengine Waislamu, useme wa Sabato ni wagumu sana kuwashauri, lakini watu wengine ukiwashauri wanaelewa. Mtu alivyokuwa ana shida kubwa sana ya pressure, mwingine ana shida kubwa sana ya vidonda vya tumbo, lakini hivyo mshauri kwamba nakupatia dawa, usitumie hivi kwa sababu hii, namueleza sababu zake, na kwamba Mungu alivyotuumba ni hivi, anakubali na anapona, wanakuja kushukuru. Kwa hiyo tena niseme sio wengi hapa ni wajukuu, si ndio? Wajukuu zangu, mnao nafasi nzuri sana ya kutunza afya zenu ili mmalize kazi. Mungu anatamani sana kuwatumia mmalize kazi. Mufundishe ulimwengu wenye elimu za juu wanazoziita sima degree, sima PhD. Muwafundishe kwamba Biblia inafundisha afya. Na unaweza ukapona mgonjwa mkubwa sana ambao watu wameshautangazia hawaponi, lakini ukimtegemea Mungu, wanasema hakuna ugonjwa usiopona, ila kuna wagonjwa wasiotibika. Umenielewa? Kwa hiyo Mungu tumeagizwa, tumepewa dawa na Mungu, tufanye mazoezi, tunywe maji ya kutosha, tuvute hewa vizuri, yaani tupate sehemu yenye hewa nzuri, tuwe navuta, tumtegemee Mungu, ndiye tabibu mkuu. Hakuna tabibu mwingine zaidi ya yeye. Hii miche, matunda, mbegu na nini tu ambazo ndio zinatuponya hii mili. Alisema nchi na itoe mche kwa jinsi zake, ikachipuka. Ina uumbaji wa Mungu. Pengine nisiendelee zaidi sana katika sehemu hiyo, naona muda sijokaisha. Pengine kama kuna swali.
Asante mkufunzi, lakini mimi nipenda nijue, na tumesikia Mama White anavyozungumzia kuhusu ulaji wa nyama kinukuu wa Israeli, lakini pia nimejaribu kuifuatilia na hii Hesabu 11. Walilalamika, baadaye na Musa akamlalamikia Mungu, na baadaye Mungu naye akawapa chakula cha nyama, lakini aliwapa na aliwaambia kwamba sitawapa kwa siku moja au siku 10 au siku 20, ni mwezi mzima. Na baada ya kupata chakula hicho, kilichotokea kwamba walipunguza mambo ya kiroho na hatimaye kuna vitu vingi vilianza kuwapita. Lakini nilikuwa najaribu kulinganisha kwenye Mwanzo 9, baada ya kuwa Nuhu anatoka kwenye gharika, aliwapa hicho chakula. Ile fungu la 3. Sasa kama Mungu alifahamu ya kuwa kwamba nyama zina madhara, kwa nini asingeanza kusimika msingi kwa Nuhu huku? Baadaye aliwaruhusu wakaendelea kula, kuja kufika kwa hawa na Israeli akazuia tena kwa kasi, na ndio maana walianza manunguniko na malalamiko. Sasa ni nini hasa Mungu ambacho alichokifanya huku? Baada ya kuwa ameteketeza waovu wote, angesimikia moja kwa moja. Nilikuwa nasoma fungu hili kwenye lugha ile ya Kiswahili cha kisasa, inasema kwamba aliwapa kwamba kama nilivyowapa mboga za makondeni, ninawapa na wanyama pia, ili wakaendelee kutumia. Sasa kwa nini huku alimruhusu asingesimikia kukataa moja kwa moja, na hatimaye mpaka madhara alipotokea watu wakazoea nyama kuwa ni chakula vitamu, akaja tena akakataa? Kuna anayeweza kujibu? Yaani ukisoma katika Nuru kwa Kanisa kuna kitabu, wewe umepitia vitabu vya Ellen White, unafahamu kuna kitabu kinaitwa Nuru kwa Kanisa. Katika kile kipengele kinasema vyakula vya nyama, anasema kwamba kusudi ambalo Mungu aliwapa nyama ni kupunguza umri wa mwanadamu wa kuishi. Na kuna kitabu kimoja kinaitwa Council on Diet and Foods, la sija na nicho kipengele, lakini makusudi ya kutoa ni kwamba si unaona sasa tumekuwa wadogo alafu na umri wetu ni mdogo lakini si unaona kwamba mimi hapa nina miaka 74 lakini ni mzee lakini kule alikuwa ni mtoto, pengine hata hajaoa. Umenielewa? Sasa fikiria uwe na jambazi ambalo linasumbua mtaa, liishi miaka 900. Inakuwaje hapo? Kwa hiyo Mungu alikuwa tu na maana nzuri ya kwamba mwanadamu basi asiendelee kuteseka kwa muda mrefu. Si ni mdhambi? Basi bora afe tu apumzike. Na kama kuna msumbufu duniani basi aishi mwisho wa siku. Asiishi siku zote mpaka watu wakahama mtaa. Asante. Unapoangalia jambo hilo katika mtazamo sahihi, utajua mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu ni sura ya kwanza na ya pili. Baada ya sura ya 3 kwenda hapa, sasa hiyo ni kitu kingine kimeingia, dhambi imeingia. Kwa hiyo maisha yale ya msingi, makusudi ya Mungu yakawa imefanyaje? Yamekomea pale. Kwa hivyo ikabidi mfumo wa maisha ukabadilika. Maana mtu alikula kulingana na maelekezo ya shetani. Sasa tukapata madhara ya kutomtii nani? Mungu. Na kwenye dhambi si kuna mauaji? Ndio sababu naona wanyama yaani hata Mungu asingeruhusu mwanadamu angeua wanyama au angekula tu. Lakini akajaribu kuweka mipaka bila kumsurutisha. Lakini tunapokwenda kumtazama Mungu ndio tunaona makusudi yake hasa ni nini? Kwa wana wa Israeli ili wawe watu bora, alizuia kabisa, hakutaka waguse nini? Nyama. Sasa hebu tuangalie nabii hapa anasema nini. Anasema kwenye kitabu cha Testimony volume ya 2 hapa, ukurasa wa 63.
anasema hivi, anasema the use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body and benumbs the fine sensibilities of the mind. Unaona? Kwa hiyo ulaji wa nyama, madhara yake ya kwanza, yanasababisha mwili kuwa na mwili mkubwa. Halafu inatia ganzi, inasababisha ule utambuzi, sensitivity, yani ule utambuzi wa mwili unafanyaje? Unakuwa chini. Inasababisha watu wanakuwa na mamili manene, mzigo, mwili mzigo. Halafu anakuja anasema hapa anasema the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Kwa kula nyama unaweka uwezekano wa wewe kupata magonjwa mara 10. Na anasema hivi, the intellectual, the moral and the physical powers are depreciated by the habitual use of fresh meats. Kwa hiyo kiakili unafanyaje? Unashuka. Kimaadili unashuka. Nguvu za mwili pia zinafanyaje? Kwa hiyo kwa kula nyama mtu anapoteza maadili, anapoteza uwezo wake wa akili, anapoteza pia uwezo wa kimwili, nguvu za kimwili zinashuka. Anasema meat eating deranges the system. Inaufanya mfumo usiwe katika mpangilio wake. Na anasema be cloudy, inatia giza akili, the intellect, and blunts the moral sensibilities. Na inafanya ile utambuzi wa kimaadili unafanyaje? Yaani ni kama unachochea maovu yasiyokuwa na break. Kwa sababu uwezi kabisa ukatambua jambo baya ni jema na jema ni baya. Kwa hiyo anasema hivi, when we say to you, dear brother and sister, your safety cause is to let meat alone. Usalama ni kuacha nini? La sivyo hutatumika katika mpango wa Mungu, kwa sababu kiakili umefanyaje? Kimaadili umefanyaje? Haiwezekani. Na kimwili umefanyaje? Na Mungu hahitaji watu mambumbumbu. Huyo ameridhika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nionekane. Nashukuru mtumishi kwa maswali, kwa majibu mazuri, kwa sababu tulikuwa tunajadiliana pale nje ile swala, na bahati nzuri mama leo amekuja kutufafanulia vizuri. Sasa nilikuwa nataka kufahamu pia kwamba ulaji wa nyama labda ni kwa sababu ya madhara ya kiafya ambayo tunayapata sisi, na pia mmesema kwamba haikuwepo katika mpango wa Mungu. Tunafanya matengenezo hapa. Na tunajua nyama za sasa hivi pia nyingi zinadungwa masindano, na wanyama vitu wanavyokula pia vinasababisha magonjwa yanazidi kukua kwa kasi. Kwa hiyo nje na hapo sasa, mimi leo kwa mfano kama labda ninafuga samaki mwenyewe, ninakuwa na bwawa langu pale nyumbani, nakuwa nafuga mwenyewe, nalisha mwenyewe, alafu nakula samaki wawili kwa mwezi au mmoja kwa wiki. Je, wana madhara gani katika imani? Bwana Yesu asifiwe. Ajibu tu. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Nafikiri kwenye uumbaji wa muumba wetu Mwenyezi Mungu, hapa tunaambiwa kwamba
Mungu aliambia nini? Ardhi ama nchi itoe miti, mimea na majani kwa ajili ya chakula na tiba. Hii inayosoma hapa ni King James. Ila kwa sasa hivi kama alivyosema mama, kutokana na ukaidi wetu na tamaa zetu, na Biblia zetu sasa hivi zinakuwa zina makato ya maandiko ya Mwenyezi Mungu, ambao tena baada hii Mwanzo 1:11 anakuja kurudia tena kwenye nini pale nini mimea ya nini ya kondeni kwenye Kutoka. Bado anaendelea kuruhusu tena kuambia wanadamu tena waendelee kula nini mimea ya kondeni, sio nyama. Ila ni sisi wenyewe ukaidi wetu, na ndio maana tunakuta kwamba kule wanakuja kuachiliwa nini, wamepewa kula hizo nyama zao na nini, na madhara ndio haya. Huu ni ukaidi wetu. Lakini Mungu alionya tangu kwenye uumbaji, tule miti, mimea na majani kwa ajili ya chakula na tiba. Amina. Kwanza mimi nashukuru kwa somo, nashukuru, lakini nilikuwa naomba na katika somo hili litengewe muda. Kimimi limejibiwa, ila najaribu kuulizia kwa wengine, ila kimimi limejibiwa. Kila ambacho nilikuwa nakiomba sasa ni hichi. Sasa hivi inafikia hatua wanamhesabia Ellen G. White kuwa alienda kinyume na Biblia. Wananukuu hata na Yesu alikula nyama na alikula samaki. Hasa Ellen White alitoa wapi kuendana na Biblia kwamba kula nyama sasa hivi hairuhusiwi? Nilikuwa naomba kwa awamu nyingine ili tuweze kupata material ya kuweza kuwajibu wanaotuhoji maswali kama haya yaandaliwe. Pengine hapo ni hivi, tunaamini kwamba Ellen White alikuwa nabii. Sasa kama alikuwa nabii, na maana alikuwa anafunuliwa kwa ndoto na maono. Kwa hiyo alitoa wapi? Aliambiwa na nani? Na Mungu. Alafu kusudi kubwa, sababu nyingine ya kutokula nyama ni kwamba hatutaki kuua viumbe vya nani? Manake hapa anasema kwamba wale ambao wanaotamani kwenda mbinguni, mahali ambapo wataishi na Mungu na malaika watakatifu, wataendelea kutoa uhai wa viumbe vya Mungu kwa ajili ya nasa zao. Alafu pia unajua kwamba Yesu yuko patakatifu. Wakati wa Israeli walipokuwa hapa duniani, sikulikuwa na patakatifu. Alafu na patakatifu kwa mfano. Wakati kuhani mkuu anaingia patakatifu, wana Israeli walikuwa wanakuwa katika hali gani? Kwenye swaumu. Wanafunga, hawali vitu vitamu. Wanakula mboga za uchungu. Na wakati kuhani na wakijipeleleza kwamba je, dhambi zangu zimesamehewa, nimekubalika, ule ulikuwa ni mfano tu hapa duniani. Lakini sasa tunaye kuhani yuko patakatifu. Roho nabii nasema kwamba tangia mwaka ule 1844 Waadventista wale ambao wanaenda mbinguni wamefunga. Hawafungi kwa kuacha kila kitu kula, wanajizuia vitu kama hivyo vya anasa. Na wasema kwamba kwa hilo Yesu alitufungia sisi siku 40 mchana na usiku. Lakini sisi tunafunga kwa kutokula vitu vile ambavyo vilikuja baada ya dhambi. Kwa sababu sisi ni watu wa kipekee. Tunakwenda mbinguni. Na kule tunaandaliwa makao ambapo hakuna kiumbe kitakachotolewa uhai. Kwa mfano, wewe umezoea hapa kwamba ukienda kwa baba, ukienda kwa rafiki yako atakuchinjia kuku, si ndio? Si ndio chakula kizuri, au nyama au mbuzi au nini? Sasa unaambiwa unaenda mbinguni kwa Mungu, utaandaliwa, utakula chakula kizuri. Unafika kule huoni nyama. Na umeshazoea. Utafurahi? Kwa sababu tunaambiwa
mtakatifu mbinguni ni lazima anzie wapi? Duniani. Kama tena tujue jinsi Mungu alivyo na upendo sana kwetu. Kama vile ambavyo Adamu alikosa, alivunja taratibu za Mungu ambayo adhabu ya kifo ilimpata. Lakini pia akawa yuko uchi, hana nguo. Ingekuwa mimi na wewe pengine tungesema shauri lake, Mwenyezi ameyataka. Lakini Mungu akamtafutia ngozi avae, akamstiri. Sisi tumejiharibu afya zetu. Wengine kwa kujua au kuto kutaka kuelewa zaidi. Lakini tukajiharibu, pengine tumejitia magonjwa mabaya ambayo kidunia hayaponyeki. Lakini Mungu anatubembeleza, mwanangu, mimi nataka urudi uwe na akili timamu na mwili mzuri. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana ukiliharibu ile hekalu, Mungu naye atakuharibu. Kwa hiyo anatubembeleza, ametoa maelekezo muhimu ya thamani ambayo dunia haijui, kwamba hata kama umefikia hapa ambapo watu wanajua kwamba huyu tena basi, Mungu atakurejesha tena. Kwa sababu kusudi lake si mwanadamu apotee. Mwanadamu afanye nini? Aokolewe. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila muamini asifanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huyu amejibiwa. Tumuulize kama amejibiwa. Nataka kumjibu tena. Basi jibu. Asante, naomba kumjibu huyu wa samaki. Wakorintho wa kwanza 15:38, nitaanzia 38 na 39. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. 39 ambao ndo kwenye point. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa samaki ni nyama. Kama umeamua kuacha kula nyama, usifanyeje? Usile samaki. Asante. Amina. Kuna baba yule pale nyuma. Wangapi wanajibu la kumjibu ndugu? Sasa umejibiwa swali lako. Sawa, ni majibu, lakini mimi nilikuwa nauliza kwa muktadha kwamba sasa ni msingi wa imani. Ni msingi wa imani sasa kutokula nyama kwa sisi wana matengenezo. Pengine niseme hivi, babu, tunasema sisi tunahubiri ujumbe gani? Wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa afya ni mkono wa kuume wa ujumbe wa malaika watatu. Kwamba unapopeleka ujumbe wa malaika watatu hakuna ujumbe wa afya, ina maana unapeleka ujumbe kilema. Na ni kwa ajili ya upendo mwingi wa Mungu kwa mwanadamu, hata ametufunulia sisi hii siri. Hebu angalia kwa mfano, wao unasema kwa mfano tunaambiwa kwamba usiue. Mungu aliruhusu kuua huko, hata kondoo alikuwa anachinjwa, wewe dhambi zako zinaenda kwake, yeye hajakosea chochote. Lakini Kristo ameshakufa, ameshatoa uhai, ameshalipa deni la dhambi, ametununua kwa gharama kubwa. Ila kama vile nilivyosema, kusudi la Mungu ni tuokolewe. Lakini Mungu, katika serikali ya Mungu hakuna watumwa wala wafungwa. Yaani natakiwa uende mbinguni kwa hiari, unatembea unaenda mbinguni. Na mtu mwingine hata kushurutisha, we twende. Ila inatakiwa tu uelewe, kwa sababu kuna wengine anasema mapotea kwa maana hamjui nini? Maandiko wala uweza wa Mungu. Mungu akitujalia, ukipata nafasi ya kujua, endelea kujua zaidi. Maana ukifikiri kwamba umeshajua, hujajua kama inavyotakiwa ujue. Umeelewa? Kwa sababu ukisema umejua, utakoma kujifunza. Na ukisoma katika Testimony to Ministers anasema kwamba hakuna kundi wala mtu ambaye anaweza kudai ana ukweli wote kwa ajili ya watu.
Mungu hajaruhusu hicho. Mungu ameacha mlango wazi ili hata kama viongozi wa makanisa watashindwa kupeleka ujumbe, atainua watu watakaopeleka ujumbe wa siku hizi za mwisho, kwa sababu matengenezo hayasimami, ni reform movement. Hiki ambacho hujakijua sasa, Mungu atainua mtu mwingine, atafanya nini? Atakuonyesha, ili mradi tu tuende mbinguni tukiwa na hapa. Ni kwamba si kwamba tutakuwa tumemaliza kujifunza mpaka Yesu atakuja. Tunasema tutaendelea kusoma wapi? Mbinguni. Vile mbaba pale. Sawa, huyu baba anaongezea hilo. Unaongezea tena. Sasa yule kanyosha. Sasa ukashajibiwa amefika. Ngoja tu ni nani. Ndio maana tupo katika study, tu lazima na tunani, kuna hii kitabu cha matukio siku za mwisho. Inasema watu wa Mungu uthamini afya zao. Nasema matengenezo ya afya nilionyeshwa ni sehemu ya ujumbe wa malaika yule watatu. Na labda ngoja nirukia hapa tena nisome sehemu nyingine hii. Anasema Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua kurudi kwenye mpango wake wa awali. Kuwa mtu anapaswa aishi kwa kutumia mazao ya asili ya nchi. Miongoni mwa wale wanaongojea marejeo ya Bwana, hatimaye wataachana kabisa na matumizi ya nyama. Nyama itakoma kuwa sehemu ya chakula chao. Tunapaswa kudumisha lengo hili dhahiri na kujitahidi kutenda hatua kwa hatua ili kulifikia. Na anasema kwamba matengenezo makubwa zaidi yanapaswa kuonekana miongoni mwa watu wanaokiri kutazamia kurudi kwa Kristo upesi. Matengenezo ya afya hayana budi kuwanufaisha watu wetu kwa kiwango ambacho hakijapata kufanywa. Wako wale ambao wanapaswa kuwa macho kwa hatari ya ulaji wa nyama, lakini ambao wangali wanakula minofu ya wanyama. Na kwa kufanya hivi, uhatarisha afya yao ya kimwili, kiakili na ya kiroho. Wengi ambao sasa wameongoka nusu juu ya swala la ulaji wa nyama, watawaacha watu wa Mungu wasifuatane nao tena. Nimalizia hapa. Anasema hivi, God requires of his people continual advancement. Tunahitaji ku advance, kuendelea. Na anasema we need to learn that indulgent appetite is the greatest hindrance to mental improvement and soul sanctification. Well, na anasema with all our profession of health reform, many of us eat improperly. Pamoja na namna zote, lakini namna tunavyofanyaje, namna tunavyoishi, tunaishi tunakula vibaya. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility. Unaona, ile watu wamejifunguka, hakuna kujizuia. Uchu. Uchu ni mojawapo ya sababu inayoleta udhaifu wa mwili, kiakili, mpaka tumesema kiroho na maadili. Anasema hivi, and lies largely at the foundation of feebleness and premature death. Kwa hiyo ndio inakuwa ni msingi wa watu kufanyaje? Kuwa na hali ya udhaifu na hatimaye kufa kabla ya nini? Kufa kabla ya wakati. Kwa hiyo anasema let the individual who is seeking to possess purity of spirit bear in mind that in Christ there is power to control the appetite. Kwa hiyo walioko chini ya Yesu, hii sio hoja ya msingi. Alishaimaliza pale jangwani, ndugu zangu.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nashukuru. Nilikuwa natatizika sana hasa katika hiki kitabu cha Mwanzo kenda ule mstari wa 3. Maana pale anasema kama nilivyowapa mboga za majani na wapa na hivi navyo, wakatajwa hayawani wote wanaotembea juu ya nchi. Nilikuwa nashindwa kutofautisha kwamba chakula halisi kilitolewa Mwanzo 1:29 na baada ya dhambi Mungu akatoa chakula cha dharura baada ya gharika. Ombi langu ni kwamba somo hili sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu sisi pia tunapeleka injili kwa watu. Kwa mfano mimi naishi sasa hivi, naishi ni karibu na jamii ya wafugaji. Nataka kumpelekea ujumbe Mmasai kwamba ajiepushe na vyakula vya nyama ambavyo kwake yeye sio nadra kama kwangu, ni kama chakula kikuu. Halafu tunakutana katika mjadala, labda ananiuliza swali, imekatazwa wapi kwenye Biblia? Napoisoma hii Mwanzo 9 mstari wa 3 na kuendelea, hatuoni kama ujumbe huu utatuhusu sisi tulio ndani, wa nje kidogo utakuwa na mkanganyiko. Lakini sambamba na hayo ukisoma Matendo ya Mitume 15, swala hili pia lilileta kama mkanganyiko hivi. Sijui ni kwa ajili ya mafundisho au sijui ni nini. Ukisoma kuanzia mstari wa 15, lakini hasa mstari wa 19 na 20. Alisimama mtume Yakobo katika mjadala huu ambao ulifanyika Yerusalemu, uliowahusisha wazee pamoja na manabii na mitume pia. Hapa anasema, kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Kwanza neno zilizosongolewa hapa mimi limeniacha, sijui maana yake ni nini. Lakini tukiangalia muktadha wa hili somo kwamba kuna baadhi ya mambo kama vile yalifupishwa au ilionekana yatawachanganya watu wa mataifa. Ndio maana anasema tusiwaatabishe wale waliomgeukia Mungu, bali tuwaambie haya yafuatayo. Yaliyotajwa hapa ni ibada ya sanamu, uasherati na nyama zilizosongolewa pamoja na damu yake. Sasa nafikiri nikiendelea kama vile nakula muda wa watu, lakini maana yangu ilikuwa nataka nielewe zaidi, kwa sababu na sisi tukiwa kule mimi najitegemea. Yaani mtu akija kwangu akiniuliza swali, ana maana kama mimi mwana matengenezo na majibu yote, tena majibu ambayo yanatokana na imeandikwa. Vitabu vya leni tunavyo ndani ya kanisa, kwa wenzetu hawana. Na hili nalo la mitume hapa limekaaje? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukishaitwa mwana matengenezo lazima magombo yote yapi? Hata yale ambayo yanakinzana na kile unachokiamini yatasomwa. Hata yale mafungu ambayo ukiliangalia mbona la lenyewe linafanya nini? Linasomwa. Kwa hiyo kama wana matengenezo lazima tusome kila kinachotakiwa kusoma, na tunakisoma tukiwa sema subjective and objective. Subjective unasoma kutetea, ila objective unasoma ili ujue Mungu anataka nini. Kwa sisi tutasoma kujua Mungu anataka, hatusomi ili kutetea kile tunachokikubali sisi. Hapana, tunasoma kujua Mungu anataka, kile anachokitaka Mungu ndo hicho. Sasa kipindi chetu kimeelekea mwisho, nitampa mama asamalize, lakini nitamani niseme kitu kidogo. Kipindi ni cha nini? Cha afya. Sawa? Mama amefocus zaidi kutufundisha athari za ulaji wa nyama kiafya. Sawa? Athari za ulaji wa nyama kiafya. Sasa kuna upande wa pili wa kithiolojia na wokovu. Tuko pamoja? Unaweza ukafikia conclusion kwamba ni halali kula nyama kwa usomaji wa uelewa wako, sawa? Lakini yale madhara kiafya hautafanya nini? Hutayakwepa. Na hapo ndipo mama anapotupeleka. Madhara kiafya, afya inaathiri vipi katika ulaji wetu. Lakini kwa sababu maswali yamekuwa mengi, nadhani tutaandaa kipindi kingine
ili na walimu wetu wengine nao waliweke vizuri, ili lieleweke vizuri, si ndio? Yale maswali yote yaliyopo yawe na nini na majibu. Sasa tumruhusu mama dakika 2 zilizobaki asummarize somo lake, alafu tutaendelea. Kipindi bado kipo na kesho kuna vitu vingi ataendelea kutufundisha. Lakini kipindi focus yake ni cha nini? Cha afya. Yaani usijikite zaidi kupata theolojia inataka nini zaidi. Afya yako kwanza, angalia unapona vipi wewe na ugonjwa wako. Alafu kwenye upande wa theolojia tutakuja. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa nilikuwa nimeamua nitulie tu kwanza, nitaongea baadaye, lakini sawa. Sasa kuna jamaa alikuwa ameuliza, yeye amevuga mnyama wake, anauliza kama kuna shida. Sasa kama wewe Mkristo, hata mimi nakuuliza swali. Tunaambiwa kwamba tunarudi Eden. Mwanzo wa Eden kulikuwa na ulaji wa nyama. Kwa hivyo ukivuga saa hii utakuwa umerudi Eden. Si unaona haitakuwa imekubalika kimaandiko. Tumeitwa wana matengenezo, tutengeleze mahali palipoharibiwa. Jambo lingine ya pili, kuhusiana na swali la mzee. Kwenye Biblia kusema tu kweli, sehemu Mungu aliruhusu tangu flood, tangu mafuriko, Mungu akaruhusu nyama. Kuanzia hapo paka Yesu nyama ilikuwa imeruhusi. Sasa kuanzia kwa Nuhu hapo uwezo ukakonfuse mtu ya kwamba nyama ni mbaya. Lakini tunaambiwa tuwe wenye hekima ili tuweze kuwasaidia walio wanyonge. Sasa yule ambaye anauliza swali kuhusiana na ulaji wa nyama, inafaa ujue kwanza ni nani. Kama ni mtu wa imani utamueleza kuanzia mwanzo na pia kwa roho nabii. Lakini kama ni mtu wa dunia, tunatumia lugha ama njia ya kuonyesha hatari. Utaenda tu mara moja mwambie nyama ni mbaya. Kama hao Masai. Unamwambia yenyewe kusema tu kweli, huko Masaini kuna marafiki zangu wengi. Wengine hata wameokoka. Lakini namna tunavyokaa nao, au uende mara moja kumwambia wacha nyama ama wacha kuvuga, mtakosana, maana hiyo ni uchumi yake. Na roho nabii jawahi sema watu waache. Hakuna. Roho nabii pia imeshauri na imetoa madhara yake. Inasema it is harmful for your health. Ni mbaya kwa afya yako. Haijasema ni dhambi ama ni mbaya. Kwa hivyo lazima tuelewe hiyo statement na mtu ambaye tunaongea na yeye. Tumsaidie, tujaribu kuvaa viatu vyake. Tumwambie yenyewe hata kama unakula nyama iko na madhara A, B, C. Hivyo. Katika quotation moja ile White anazungumzia, sijui nitaisoma baadaye ama niisome kwa sasa. Ukisoma ministry, sijui ministry at home, kitabu kinaitwa taangalia ni full kinaitwaje. Ukisoma ukurasa wake wa 269 aya yake ya kwanza, yani ubeti wa kwanza, medical ministry, ile White anashauri, anasema lazima tukumbuke kwamba kuna watu wengi wenye akili tofauti ulimwenguni. Hawa ambao tunawafikia, ambao tunafaa tuwaokoe, wako na akili tofauti. Mwingine anaweza kubali ujumbe wote, lakini ukifika kwa nyama na amekubali ujumbe wote, umehubiri wiki mzima, ukifika kwa nyama siku ya mwisho utakuwa umemchafua roho na anaachana na wewe. Utakuona wewe ni muuaji. Sasa nukuu inasema kuna watu wenye akili tofauti ulimwengu, na hatuwezi kutarajia kila mtu aone kama tuonavyo kuhusiana na masuala yote ya lishe. Hata hapa vile tuko hapa, usiniambie ati yote mmereform kuhusiana na kula. Kuna mwingine bado aliacha nyama lakini anakunywa maziwa. Si ni ukweli? Situabizane ukweli. Kuna mwingine aliacha maziwa lakini bado anakula omena. Kuna mwingine aliacha nyama lakini bado anakula nini? Dagaa ama mayai. Sasa wale wote nasema, na hatuwezi kutarajia kila mtu aone kama tunavyoona kuhusiana na masuala yote ya lishe. Akili haziendeshwi katika njia moja ama njia sawa. Sote hatuwezi tukafanana. Mimi kama nimefanya matengenezo, siwezi nikakulazimisha wewe ambaye nakuhubiria ufanye matengenezo kama mimi, maana sina huo uwezo. Lakini nafaa nikuwe na hekima zaidi ya kukusaidia ili uweze kufikia kiwango changu ambacho nimetengeneza matengenezo, lakini sitakulazimisha wewe uishi kama mimi.
Maana si mimi nabadilisha, ni nani anabadilisha? Ni Yesu. Si Yesu ndiye anabadilisha. Kwa hivyo lazima nikuwe na njia ya kukushawishi mtu wa dunia aweze kushawishika, ili aweze kuelewa ya kwamba akifai baadaye kwa njia inayofaa. Sasa anasema Ellen White anasema yeye hakuli siagi, lakini kuna washirika wa familia yake ambao hula. Maana ujumbe wa afya umekuja lini? Umekuja na ilikuwa ni 1863. Ellen White wenyewe amepata huo ujumbe tayari akiwa muathiriwa. Alikuwa anakula nyama, anakula hizo vitu zote kama vile sisi ni waathiriwa. Kwa hivyo naye akaanza kufanya reform. Hata wakati wake kuna nukuu aliyosema na akashauri washirika wakati huo. Anasema kwa sasa yule kuku ambaye umemfuga wewe unaweza lakini akamalizia chini akasema siku zijazo havitakuwa salama. Sasa kwenye hii nukuu baada ya ujumbe kuja, Ellen White anasema wakati yeye anafanya matengenezo bado kuna washirika ambao walikuwa wanaendelea kula kipindi chake. Anasema siagi ni nini? Bata kwa kizungu, si ndio? Sasa hiyo krimu ya maziwa ndio inaitwa siagi. Haya. Anasema haikuweka kwenye meza yangu, lakini sisumbui kwa sababu baadhi ya washirika wa familia yangu huchagua kula mara kwa mara. Wengi wa ndugu zetu waangalifu sana wanasiagi kwenye meza zao. Na sihisi kuwa chini ya wajibu wa kuwalazimisha kufanya vinginevyo. Ile watu anasema siruhusu kuwalazimisha wabadilishe msimamo wao. Mambo haya yasiruhusu kamwe kuleta fujo kati ya ndugu. Nasema hiyo mambo ya health haifai kuleta nini? Maana leo kuna mwana matengenezo akikuona unakula nyama na mko hapa, mnakuwa maadui na yeye. Anasema wewe si haufai kuwa kwa wanyama matengenezo, kana kwamba yeye ndiye anafaa kubadilisha. Haifai hivyo. Roho Nabii anasema haifai kuleta nini? Fujo. Alafu anamalizia anasema mambo haya yasiruhusu kama kuleta fujo kati ya ndugu. Wala wanaopenda na kutumikia Mungu wanapaswa kuruhusu kufata masadikiso yao wenyewe. Huenda hatuna haki ya kufanya kama wao, lakini hatupaswi kuruhusu kutofautiana kwa maoni kuleta mgawanyiko. Bwana na atusaidie kuwa thabiti kama mwamba wa kanuni za sheria ilivyosemwa katika Kutoka. Sasa hiyo ndio ushauri wa Ellen White. Maana kuna wengi leo wana matekelezo. Hii swala la health limegawanisha, nasema huyu kwa sababu anakula hiki, wengine paka wakusalimii. Lakini ujumbe wa afya is a very sensitive topic na inahitaji kutatuliwa kwa hekima sana. Kwa hivyo sijui kama umeelewa ndugu yangu. Kwa hivyo tunapowaendea watu wa nje tunaonyesha hatari ya ulaji wa nyama kwa nawafundisha tu vizuri hivyo. Kisha polepole Mungu atamfungulia polepole kama vile wewe ulivyoelewa polepole. Lakini usisimame mbele yake mara moja utamfungia mlango. Mungu awabariki. Amen. Muda umeisha. Waimbaji, mama, tukupe dakika 3 za kuhitimisha. Kama vile ambavyo nimesema kwamba ninarudia tena kwamba katika serikali ya Mungu hakuna wafungwa wala watumwa. Kila mtu Roho wa Mungu atamtafsiria vizuri katika moyo wake na atamwezesha kuyaishi mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Paulo anasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Amina. Kamati ya uimbaji, karibu. Tunapo